upendo na amani dini mbalimbali. Haya, naona yani nataka kuanza kuongea tu na hujuma zinaanza. Sasa sawa, nitatumia sauti yangu. Ndugu viongozi, viongozi wetu wa dini kutoka mkoa wa Simiyu, Mwanza, Shinyanga na mkoa wa Mara nadhani ndio. Mengi yamezungumzwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ndio mwenyekiti wetu wa kamati ya usalama ya mkoa. Amezungumza vizuri na mimi kwa kweli sitakuwa na kubwa la kusema zaidi ya mazuri ambayo ameyazungumza bosi wangu. Na kwa kawaida, kwa utamaduni wetu wa kiitifaki, akishazungumza yeye maana yake amemaliza. Huo ndio utaratibu wetu na itifaki zetu kwa upande wa serikali. Lakini mimi nilitaka niombe ruhusa tu, kwa sababu kuna jukumu ambalo wamenipatia na natakiwa nikalitekeleze sasa hivi. Nilitamani niwaombe radhi, niwache muendelee, lakini nitoke nikashughulikie jambo hilo. Naamini tutakwenda vizuri kama mtani ruhusu. Lakini kipekee sana kwa kweli tuwashukuru viongozi wa dini. Tunawashukuru sana kamati ya amani kwa ujumla. Tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mmekuwa mkitupa maoni, kutuombea wakati fulani. Na kwa kweli maombi yenu ndio yametufanya kwa kiasi kikubwa wengine tumefika hapa tulipo leo. Kwa sababu ukitazama mkuu wa wilaya ndio mimi, kimo cha maandamano, mwili hauna shukurani, lakini ndio nipo mkuu wa wilaya Bariadi. Mtazama mkuu wangu wa mkoa umri ni huo, lakini mkoa wetu unaenda vizuri na mikoa yetu kwa ujumla yote inaenda vizuri, kwa sababu mkuu wa mkoa wa Shinyanga namfahamu, mkuu wa mkoa wa Mwanza namfahamu, mkuu wa mkoa wa Kagera Mara namfahamu, na wakuu wa wilaya wote kwa ujumla. Na wengine, kwa mfano mkoa wa Mara, wengi tumetoka mbali na tumefanya kazi pamoja kabla ya kupewa majukumu ambayo Mheshimiwa Rais ametupatia. Lakini tunafanya kazi hii vizuri kwa sababu yenu nyinyi viongozi wetu. Pale ambapo mnatuita, pale ambapo tunashirikiana, tunazungumza, tunaelimishana, na sisi tunapoongoza huko tukiamini kwamba majukumu tuliopewa haimaanishi kwamba ndio tunajua sana kuliko watu wengine. Hapa mimi nimesimama mkuu wa wilaya, si ndio? Lakini ukitazama wapo baba zangu hapa, wapo wakwe zangu hapa, wapo shemeji zangu hapa. Wapo ambao wamepita maeneo mengi lakini siwafikii, lakini ndio hivyo nimeteuliwa kuwa mkuu wa wilaya kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Basi yale maombi ambayo mnatupatia sisi kwenye ngazi hii ya wilaya yaende kwa rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati anashika madaraka ya nchi hii baada ya kuondokewa na Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, watu hawakuamini kama hii nchi ingefika hapa ilipo leo. No? Lakini mama yetu amefanya kazi kubwa kweli. Kianzia kipindi cha baba wa taifa, miaka yake zaidi ya 20, ukija kipindi cha mzee Mwinyi, kipindi cha mzee Mkapa, akaja mzee Kikwete, mzee Magufuli. Maendeleo yaliyofanyika kwa kasi iliyofanyika ukilinganisha na kipindi cha miaka hii minne ambayo mama Samia alikuwa madarakani, kwa kweli amefanya kazi kubwa sana. Nyinyi mnajua maeneo mengine ilikuwa kujenga madarasa ilikuwa ni lazima tuvutane kwanza, michango ipite, watu wachangishe michango ili kujenga madarasa. Lakini leo analeta fedha zote yeye mwenyewe, madarasa yanajengwa, shule mpya zinajengwa, miradi ya maji tulikokuwa tunaambiwa sisi ni watu wa kula mapanki kupitia ziwa Victoria pale Mwanza. Leo ziwa Victoria Mheshimiwa Rais ameleta fedha, maji ya kunywa sasa kwa mkoa wa Simiyu yanatoka ziwa Victoria yanapita kwenye wilaya zote 5 za mkoa wa Simiyu. Ni miongoni mwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Na kwa ndugu zangu na shemeji zangu
ambao mnatoka kanda ya Ziwa, hasa hapa mkoa wa Simiyu, tutakubaliana kwamba Mheshimiwa Rais ameamua mtoto wa kike aende shule. Tulikuwa na kautamaduni kidogo, mtoto wa kike akifika umri fulani kuolewa akaozeshwe, mahari ipatikane, mtoto wa kiume akaoe. Lakini uamuzi wake wa kujenga shule ya wasichana ya mkoa mzima pale bilioni 4.1, uamuzi wake wa kuleta fedha shule ya watoto wa kiume inayojengwa hapa kanda nzima ya Ziwa, shule ya wavulana inajengwa hapa bilioni 4.1, ni uamuzi wa dhati ambao unalenga kumsaidia mtoto wa kike na wa kiume ili akawe msaada baadaye kwenye familia kwa ujumla. Kwa hiyo ni miongoni mwa kazi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais amefanya. Na hata hili la umeme kukatika, maana umekatika, hii sio kwa sababu tuna uhaba wa umeme. Hapana. Uchaguzi upo Oktoba 20 mwezi Oktoba, na ni takwa la kikatiba, sio maamuzi ya mtu. Takwa la kikatiba kwamba kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi. Na nashukuru wiki 3 zilizopita rafiki yetu kipenzi sana Moga, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Bariadi, alisimama hapa na akasema mambo yanaenda vizuri, jimbo ligawanywe, na uzuri majimbo yamegawanywa, yamepatikana mawili kwa hapa Bariadi, akasema twende kwenye uchaguzi. Alisemea hapa. Na hiyo ilikuwa inaashiria kwamba swala la uchaguzi kweli lipo na wao wanatambua kwamba lipo. Alisemea hapa. Sasa uchaguzi upo, twendeni tukashiriki uchaguzi kwa amani, tukawahimize watu wakapige kura, wakati ukifika warudi nyumbani. Sio unapiga kura halafu unabaki unasema unalinda kura. Hapana. Viongozi wa dini tuombe tukawahimize wenzetu hawa waumini wetu kwa ujumla, Waislamu kwa Wakristo na wale ambao hawana dini, najua wapo kwa hapa kwa shemeji zangu, basi tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu kama ambavyo lengo la mkutano huu umeuanzisha. Na liendelee. Mimi niwaombe, leo tunafanya kwa ngazi ya mikoa. Mimi ningetamani siku moja ikitokea tufanye basi kila mkoa uje na kamati ya amani ya kila wilaya. Yaani kamati ya amani ya mkoa wa Shinyanga ije ya mkoa na wilaya zake. Kamati ya amani mkoa wa Mwanza, wilaya na mkoa. Mara vivyo hivyo, mkoa na wilaya zake. Na kama itatokea basi inafanyika hapa makao makuu ya mkoa wa Simiyu. Sherekwezi, sisi tutakuwa tayari, utupe maelekezo tu. Tutalibeba hilo. Ili ujumbe huu mzuri ambao nimeusikia unatolewa leo, na mimi niwahakikishie katika nyaraka ambazo naenda kutunza vizuri ni pamoja na hili wasilisho. Naenda kutunza kwa sababu humu yamesheheni mambo mazito kweli kweli ambayo shehe wetu wa mkoa wa Mwanza amewasilisha. Sasa chakula hiki kizuri kinapaswa kuwafikie watu wengi. Kwa kama zile kamati za amani za kila wilaya tukikutana tukapata hiki chakula, naamini kwa kweli tutakuwa na kanda moja yenye usalama, amani na mshikamano, na hivyo kulifanya taifa letu kwa ujumla kuwa na amani na mshikamano. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru tena kwa niaba ya viongozi wenzangu na kamati ya usalama ya wilaya ya Bariadi ambayo wako hapa. Tunawashukuru sana 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 kwa kitu hiki kizuri ambacho mmekianzisha, na Mungu awabariki sana.